ndugu Richard Rafael Masele, katibu wa siasa, uenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Shinyanga. Ndugu waandishi wa habari, leo imetupendeza tukutane pamoja ili tuweze kutoa neno kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi mkoa wa Shinyanga chini ya mwenyekiti wake wa Chama cha Mapinduzi mkoa ndugu Mabala Mlolwa. Baada ya mama yetu mpendwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Samia Suluhu Hassan kuzungumza na wazee wa Dar es Salaam, sisi kama Chama cha Mapinduzi mkoa wa Shinyanga tumeunga mkono mazungumzo aliyoyafanya kwa 100%. Hiyo ni kutokana na mambo mazuri aliyoyaeleza au kuhutubia taifa kupitia wazee wa mkoa wa Dar es Salaam. Kiukweli mama amezungumza kwa unyenyekevu mkubwa, amezungumza kwa upendo mkubwa, ameonyesha uzalendo mkubwa katika taifa lake la Tanzania, ameonyesha vipaumbele vikubwa alivyotarajia kuvifanya kwa wananchi na mambo makubwa aliyofanya ndani ya nchi na matamanio yake makubwa katika taifa Tanzania tunataka tufikie wapi. Lakini mambo mazuri mengi yaliyofanyika, baadhi ya wananchi kwa kushimikizwa na mataifa ya nje wameonyesha kutokuwa na uzalendo na taifa letu la Tanzania, na hiyo yote kutokana na tarehe 29 na tarehe 30 ya mwezi wa 11 kwa vurugu kubwa zilizotokea ambazo zilisababishwa na maandamano. Sisi katika mkoa wetu wa Shinyanga yako baadhi ya maeneo ambayo kimsingi kweli tumeasiliwa na vurugu hizo. Kwa mfano katika wilaya yetu ya Kahama, hiyo siku ya tarehe 29 baada ya wananchi kujitokeza kupiga kura, kwa sababu wananchi wa mkoa wa Shinyanga walijitokeza kwa 99% kwenda kupiga kura, walijitokeza kwa wingi sana, na pamoja na vituo kuongezeka, lakini wananchi walijitokeza kwa wingi na wakapiga kura, na tukapata ushindi wa kishindo katika mkoa wetu wa Shinyanga kwa kura za Mheshimiwa Rais, majimbo yote, kata 129 zikaenda Chama cha Mapinduzi, tukapoteza kata moja ambayo iko katika wilaya ya Kishapu. Ndugu wananchi, nataka niseme vurugu hizo zilizofanyika Kahama zimetutia dosari sana katika mkoa wetu wa Shinyanga. Wako wafanyabiashara wameibiwa maduka yao, wameporwa, walikuwa wanauza simu, bidhaa mbalimbali kupitia maandamano hayo. Wako baadhi ya wafanyabiashara wa sheli za mafuta zimechomwa moto. Wako baadhi ya watu walikuwa na magari yao yamechomwa moto. Ziko ofisi zetu za Chama cha Mapinduzi zimechomwa moto. Ziko nyumba zetu za watumishi wa Chama cha Mapinduzi zimechomwa moto. Ziko ofisi za serikali zetu na miundombinu kadha wa kadha serikali zimeteketezwa kwa moto, ambao kimsingi ni masikitiko makubwa na ni hasara kubwa kwa serikali, hasara kubwa kwa chama, hasara kubwa kwa wananchi moja moja. Sasa jiulize, kama mwananchi wa kawaida kabisa, inawezekana hata akawa ni mwanachama wa chama kingine, lakini ameenda kuporwa, sasa kwa kosa lipi? Mwingine amevuta mkopo ili aweze kuendesha biashara zake, aweze kujikimu yeye pamoja na familia yake, ameibiwa, biashara zake zimeteketezwa kwa moto. Kwa hiyo ni masikitiko makubwa kulingana na speech aliyotoa mama yetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Nasi tunaungana naye mkono wa 100% kwa masikitiko hayo makubwa. Sasa unakuta kuna baadhi ya watu wako nchi za nje wanalipwa fedha, wanawaingiza vijana wetu kuwachochea waende wakandamane wakafanye vurugu, na wakati wenyewe wako kwenye mataifa ya mbali huko. Sasa kama walikuwa na machungu na mapenzi ya maandamano hayo, wangekuja hapa nchini wakatangulia wenyewe pamoja na familia zao kwenda kuandamana ili waoneshe wa vijana kwamba wako pamoja nao. Sasa wa vijana wenzangu wanachochewa, wanaambiwa nendeni mkaandamane tu. Nchi hii tunataka amani. Amani ipi zaidi ya amani tulionao Tanzania? Na mama ameeleza vizuri sana. Kabla ya tarehe 29 hiyo na tarehe 30, nchi hii ya Tanzania ndio ilikuwa kitovu cha amani duniani.
ulikuwa uwezi kuiacha kuitaja Tanzania ukizungumzia amani, lakini hawa watu wachache ambao hawana mapenzi na nchi yetu na taifa letu wametuenda kututia dosari kwa kufanya vurugu ambazo hazina tija, hazina maana kabisa. Mimi kimsingi nampongeza mama, amezungumzia hayo mataifa mengine ya nje wanasema watasitisha msaada kutokana na vurugu zilizofanyika, na vurugu zenyewe wenyewe ndio wamezichochea. Mama ametueleza vizuri sana. Nchi yetu tutajenga sisi wenyewe, na nchi hii itajengwa kwa wakulima, na ukiangalia wako wakulima wazuri sana ambao wanalima, na ukitaka kuangalia vizuri leo nenda katika maeneo yetu tu ya vijijini, katika maeneo yetu haya ya vijijini, miaka ya nyuma huko nyumba zilikuwa zinatawala, nyumba za tembe, nyumba za nyasi. Ndugu zangu wote mtakuwa mashahidi. Lakini Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan amesema kilimo ni mkombozi, na yeye kuonesha kilimo ni mkombozi ameenda kuboresha kwa kutoa pembejeo, ametoa ruzuku kwa wakulima. Leo hii wakulima wamenufaika kutokana na mazao yao, wamejenga nyumba za kisasa. Leo vijijini unakutana na misauzi, utafikiri uko mjini tu. Hakuna tofauti ya kuishi kijijini na mjini. Lakini kama haitoshi, Rais wetu mpendwa mama yetu Samia Suluhu Hassan amepeleka umeme kawafikishia. Leo kama ni TV unaiona ndani ya nyumba yako ukiwa kijijini. Hakuna haja ya kusafiri maili kadhaa kwenda mjini kwenda kuangalia TV. Leo hii kama ni kusaga unga unasaga huko kijijini kupitia umeme. Lakini kama haitoshi, ametupelekea mpaka huduma ya maji safi na salama. Leo ukiangalia wananchi wa mkoa wa Shinyanga, karibia maeneo yote ndani ya mkoa wetu wa Shinyanga, watu wamepata maji safi na salama, tena ya Ziwa Victoria, na ambako bomba la Ziwa Victoria halijafika, wanapata maji kupitia visima virefu vilivyochimbwa na serikali ya awamu ya 6 ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Ameonesha jinsi gani uchumi unavyoweza kutengeneza wenyewe. Sisi mkoa wetu wa Shinyanga ni wachimbaji wa madini. Wako watu wengi sana wamewekeza kutia madini yetu, na wako wengi wachimbaji wadogo. Leo vipato vya mtu mmoja, ajira ya kujiajiri vijana wetu wenyewe wamejiajiri kupitia migodi yetu midogo na migodi mikubwa. Leo ukienda Mwakitorio yako machimbo ambayo vijana wanapata fursa ya kupata mapato kupitia machimbo hayo ya dhahabu. Ukienda Kahama yako machimbo mengi, ukienda Kakola, ukienda Mwime na maeneo mengi katika mkoa wetu wa Shinyanga. Lakini ukienda Maganzo hapo watu wanachimba almasi. Kwa hiyo watu wananufaika kupitia madini yetu. Kwa hiyo ile ya kutegemea mpaka mataifa fulani yaje atutengenezee sisi, mama anachokisema hatuwezi kumnyenyekea mataifa haya ili tuweze kufanywa jambo. Kimsingi amani ya Watanzania wenyewe ni sisi wenyewe ndio wa kuilinda. Kwa maelezo ya rais wetu mpendwa, niombe tuendelee kuilinda amani yetu. Na mimi niwasihi vijana wenzangu wa mkoa wa Shinyanga, niwasihi vijana ambao wamenisikia sasa kupitia vyombo vya habari kwa mikoa mbalimbali, tuendelee kuitunza amani yetu, tusichochewe. Kwa sababu unapoenda kumzuru mwananchi mwenzio, jua unamzuru mama wa rafiki yako, jua unamjuru mama wa jirani yako, jua unamzuru ndugu yako, kwa sababu sisi wote ni ndugu, wote ni watoto wa baba mmoja na mama mmoja. Leo kwa nini tuanze kujizuru sisi wenyewe kwa wenyewe? Eti kwa kuangalia uvyama, kwa kuangalia udini? Hatuwezi kujenga taifa letu hili. Na kauli za mwalimu wetu mpendwa, rais wetu awamu ya kwanza, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, alisema taifa hili hatuwezi kulipeleka kwa udini, ukabila, ulangi. Lazima tuende kwa mstari wa mbele wa kushikamana kwa pamoja. Ndio tunaweza kulijenga taifa letu hili. Ni wasii vijana wa mkoa wa Shinyanga, ni wasii vijana wa Tanzania wenzangu. Leo hii ziko tetesi kwamba tarehe 9 yako maandamano mengine. Niwaambie tu joto tulokutana nalo kwa kweli ni joto kubwa na baya sana la tarehe 29 na tarehe 30, ambayo tusababisha biashara zisimame, watu wakae ndani wasitoke nje kwenda kufanya shughuli zao. Wako vijana wenzangu ambako lazima atoke nje aende akajitafutia kipato cha kila siku, kwa mfano mabodaboda, mamalishe, wafanye biashara wadogo na wafanye biashara wakubwa wengine. Lazima mtu atoke nje aende akajitafutie kipato. Akishajipatia kipato ndio familia yake ile kwa siku hiyo
Sasa mtu akikaa ndani bila kwenda kutafuta kipato hicho, familia inakula nini? Kwa watu walikuwa wanashinda njaa, mtu anashindia maji. Mwingine akaemee mkaa, aende akaemee labda gesi, ndio familia yake. Sasa gesi ndani imekwisha, huo mkaa haupo, familia inakula nini? Mwingine akanue unga kilo moja au nusu kilo, familia anakula nini? Kwa hiyo kimsingi tutajipoteza wenyewe. Ni wasini na niwaombe ndugu zangu, tutulie, tusifanye maandamano. Akili za kuambiwa changanya na za kwako. Huyo anaye kushawishi ufanye hivyo, jua ananufaika na kitu. Rais wetu ametueleza vizuri sana. Anasema huko watu wanalipwa mafedha kupitia uchunguzi. Hii nchi ina vyombo, ina uchunguzi wa hali ya juu. Wamebainika watu kupitia akaunti zao wanaingizwa mahela mengi sana, kwa lengo la kujifaidisha wenyewe. Tuangalie mfano wa Libya. Libya walikuwa na rais wao ndugu Gaddafi. Wa Libya wenyewe wakamsaliti kwa kuungana na mataifa hayo ya nje mabeberu. Wakaamua kupoteza maisha ya Gaddafi. Na kabla ya maisha ya Gaddafi akiwa hai, Libya aliisuka na kaitengeneza. Ukitaka kuona tolewa mahali, unapewa mtaji, unajengewa nyumba, maisha bora. Leo nenda kaangalia wanalia watu wa Libya. Kwa amani walioivunja kwa sekunde, wanateseka kwa miaka na miaka. Niombe amani yetu Tanzania tusichezee, tuitunze. Hii ni tunu tuliopewa na Mwenyezi Mungu. Chini ya wasisi Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Abedi Karume, wale waliunganisha taifa letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tuendelee kuitunza amani yetu. Tuangalie mataifa kama ya nje, ya nchi zinazotuzunguka hapa, ambayo yanavurugu mechi. Angalia wanapokimbilia kwenye nchi ya Tanzania, wanakimbilia kwa wingi, wakijua Tanzania kuna amani. Leo hii amani ya Tanzania tunaanza kuichezea. Ndugu zangu, niwaombe na niwasihi, tuitunze amani yetu. Rais wetu amesema kama ni maliziano, maliziano hawezi akatafutwa kwenye vita, kwenye maandamano, kwenye fujo. Wende wakakae mezani wakafanye maliziano, na yuko tayari kufanya maliziano, lakini sio kushinikizwa. Leo wanadai katiba mpya. Ameeleza mama, katiba mpya wataidai kwa vurugu. Hawezi kuidai hata mara moja. Sasa leo tarehe 29 viliingia vyombo vya ulinzi na usalama kuhakikisha amani inapatikana. Tulitaka nini? Rais afanye nini? Kama sio na amekuwa na vyombo, na kazi ya vyombo vyetu hivi ni kuhakikisha vinalinda mali pamoja na wananchi wake. Maana yake vyombo viliingia kwa lengo la kulinda mali na wananchi wake, na sio kwa lengo lingine tofauti. Nami naungana kupitia mwenyekiti wetu wa CCM wa mkoa wa Shinyanga ndugu Mabala Mlolwa, kuwapa pole watu wote waliopoteza wapenda wao na ndugu zao. Ili kiukweli wote tumepata ni msiba wa wananchi wote kama Tanzania. Tunaungana na rais wetu kabisa kutoa pole za dhati kwa ndugu wa marehemu waliopoteza wapenda wao. Najua wengine walifuata mkumbo kama alivyoeleza rais wetu, na mkumbo huo ndio umeenda kusababisha kupotea kwa maisha yao. Tunatoa pole sana 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 kupitia mwenyekiti wetu wa CCM wa mkoa wa Shinyanga ndugu Mabala Mlolwa, na tunaombea kwa Mungu awalaze mahali pema peponi marehemu wote waliotangulia mbele za haki. Lakini niendelee kuwaomba ndugu zangu, tuchape kazi. Siri ya maendeleo kila mwananchi ni kuchapa kazi. Ukichapa kazi, maendeleo yanakuja. Taifa moja lilisema huko duniani, usijiulize utaifanyia nini nchi yako ikufanyie nini, ila wewe jiulize unaenda kuifanyia nini nchi yako kwa kuletea maendeleo. Nasi tuchape kazi ili nchi yetu ipendeze kwa maendeleo. Hii miundombinu iliyoharibiwa ya serikali, tukumbuke ni fedha za kwetu sisi wananchi. Ni fedha zetu na ni mali zetu sisi wananchi. Ukiharibu unaharibu cha kwako. Leo hii ashumu unaenda kupiga kiberiti nyumba yako mwenyewe ulijenga. Sio unajipiga hasara mwenyewe. Kwa hiyo tujue hii mali zilizopo na asset na miradi mikubwa hii imepatikana kwa kodi zetu, kwa fedha zetu sisi wenyewe wananchi. Tukiharibu manake tunajihujumu sisi wenyewe. Na rais wetu huyu kiukweli kwa mambo makubwa aliyoyafanya ndani ya miaka yake hii 4 tu na miezi kadhaa, ni mambo makubwa hayajapata kutokea toka nchi hii imepata uhuru. Kwa miradi mikubwa kuanzia habari ya elimu, afya, maji, nishati za umeme na kadhalika, na mambo mengine makubwa aliyofanya haijapata kutokea. Nene mkaangalia mashule aliyojenga Rais Samia, hayakupata kutokea. Mimi mwenyewe niliposoma, tulikuwa tukisoma tunakaa chini. Tena chini hata sakafu haipo, tunakaa kwenye vumbi. Leo watoto wetu wanakaa kwenye madawati bila kubanana. Darasa utafikiri unasoma chuo kikuu. Shule ya msingi tu mpaka chekechea ni kama chuo kikuu. Rais Samia amefanya mambo makubwa sana. Tulitakiwa kumpongeza na kumtia moyo, sio kuandamana na sio kufanya vurugu.
Huyu mama amesambaza maji kama nilivyosema awali, nchi nzima, katika kila mahali anapeleka maji. Mama yetu huyu mpendwa, umeme ameleta na kupitia mradi mkubwa wa bora Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, mradi mkubwa wa mabilioni ya fedha. Lakini kama itoshi hapo Kishapu ndani ya mkoa wetu wa Shinyanga, huko mradi mkubwa sana umeme wa jua wa mabilioni ya fedha, zaidi ya bilioni 300 zimemwagwa pale ili kuhakikisha umeme ule unaenda kuingia kwenye megawati za kitaifa. Sasa mama atufanyie nini ndugu zangu? Lakini kama itoshi, mikopo kwa vijana, ameendelea kusambaza mikopo kwa vijana, kina mama na walemavu. Leo vijana wa bodaboda wanapata mpaka mikopo ya pikipiki bodaboda. Wafanyabiashara dogo dogo wanapata mikopo. Mama atupe nini ndugu zangu? Tumtie moyo. Tumtie moyo, na kiukweli Mama Samia amefanya kazi kubwa. Tusimbague kwa kisa cha chuki tu bila sababu ya msingi. Tumtie moyo. Naomba niwashukuru sana. Tuko pamoja. Ni waandishi wa habari. Maswali mliouliza ambayo kimsingi nataka ufafanuzi kupitia Chama cha Mapinduzi mkoa wa Shinyanga. Lakini kimsingi mengi ya maswali haya yaliyoulizwa, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa chama katika hotuba yake yalijibu kabisa. Ambao tulifuatilia hotuba ile, tukifuatilia vizuri, aliyajibu vizuri sana kiufasaha zaidi. Na ukifuata yule ndio mwenyekiti wetu wa chama. Na anataka ukijibu mwenyekiti ndio jibu langu mimi binafsi. Sababu yeye ndio kiongozi wetu mkubwa wa Chama cha Mapinduzi katika nchi hii ya Tanzania. Lakini labda kwa uchache. Liko swali la kwanza, anasema maandamano ya Oktoba 29. Mauaji haya ni kama vile sisi tumeyapa baraka. Niseme si kweli. Ndio maana tumetoa pole. Huwezi ukatoa baraka swala la mauaji. Na mama ambaye ndio rais wetu na mwenyekiti wetu alisema vizuri sana swala hili. Akasema anatoa pole na amesikitishwa kwa mauaji yaliyotokea. Sasa kama ukishasikia kauli inasema tumesikitishwa na mauaji yaliyotokea na kutoa pole, tunayapaje baraka? Hatujapa baraka, na tunasema tunawapa pole sana. Na ametusikitisha. Kwa hiyo hakuna baraka ya chama zaidi ya kusikitishwa. Kwa hiyo kama Chama cha Mapinduzi tumesikitishwa na mauaji hayo, na hakuna baraka yote ya kutaka mauaji ya Mtanzania mwenzie aweze kuuawa. Swali lingine la pili, madai ya vijana yaliyosababisha maandamano hayo ni swala la ajira. Niseme tu, kwenye kampeni zetu za Chama cha Mapinduzi, wakati mgombea wetu Samia Suluhu Hassan kwa sasa ambaye ndio rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alisema ziko ajira 7,000 za walimu na ajira 5,000 kwa ajili ya idara ya afya. Maana yake ajira 12,000. Maana yake unaona ajira tayari kwa vijana zinaendelea kutembea. Na mama hata kabla ya hii ahadi ya hizi siku 100 za ajira hizo, kuna ajira nyingi sana amezitoa katika nchi hii. Kwa hiyo swala zima la ajira, hata useme utangaza ajira kiasi gani, huwezi ukamaliza wananchi wote kwa hapa ajira, ni ngumu. Lakini tumeona iko miradi mingi mikubwa na ya kimkakati ambayo pia imeongeza ajira kwa vijana wetu. Kwa mfano ujenzi wa reli ya mwendokasi. Wako vijana wengi wamepata ajira huko. Ule ujenzi wa mradi nimesema wa sola ule, kienda Kishapu, vijana wetu wamepata ajira. Lakini vijana wamepata ajira kupitia kilimo ambako mama ametoa pembejeo, ametoa ruzuku kwa wakulima. Watu wote wamepata ajira. Ameboresha kupitia mambo ya wachimbaji wadogo dogo, watu wamepata ajira. Kwa hiyo ukisema swala la ajira, serikali hii ya awamu ya 6 swala zima la ajira imekipa kipaumbele kuhakikisha watu wanapata ajira. Lakini pia ametoa mikopo kupitia vijana, kina mama na watu wenye ulemavu ili waweze kujiajiri wenyewe kupitia biashara mbalimbali. Kwa hiyo kimsingi swala zima la ajira, mimi niseme mtu ambaye sasa anataka asaidiwe vipi zaidi ya hapo kwa mikakati ya rais wetu wa awamu ya 6 kuhakikisha vijana wanajiajiri wenyewe na yeye pia kuendeleza kutoa ajira. Serikali haiwezi kumaliza watu wote, lakini pia imetoa fursa kwa viwanda, watu wawekezaji waweze kuweka viwanda kama walivyo watu wa Jambo hapa Shinyanga na viwanda vingine vingi ambako vijana wetu wengi wameenda kupata ajira huko. Swali lingine la 3 limeulizwa na ndugu yangu hapa, anasema uchaguzi wa Oktoba 29 haukuwa huru na haki. Si kweli. Uchaguzi wa Oktoba 2029 ulikuwa ni wa huru na haki. Na ukitaka kujua kwamba ni wa huru na haki, vyama vilivyokuwa vimeweka wagombea vilikuwa na mawakala wao. Na ukiwauliza hao mawakala watakwambia ulikuwa huru au sio? Watakwambia ulikuwa huru na haki. Ndio maana nimwambia hata sisi hapa katika mkoa wa Shinyanga tumepoteza kata moja. Sasa ungekuwa sio huru na haki, tungekubali kata ile isipatikane. Maana yake ulikuwa ni huru na haki. Huko kwetu kwa shinda tumeshinda kutokana na miradi mikubwa ya kimikakati aliyofanya Rais Samia ndani ya mkoa wetu wa Shinyanga.
Kwa hiyo ni huru kabisa. Haya ni maneno ya watu ya kuchochea, tunakutaka vurugu, na siku zote mpinzani huwa hawezi kulizika. Ukimwambia sasa hivi ni mchana, anaweza kukwambia ni usiku, kwa sababu kazi yake ni kupinga tu. Kwa hiyo wanapinga, wanakuambia sio huru na haki, lakini wamepigwa kihalali na ushindi umekuwa ni wa kishindo, haijapata kutokea. Anasema hotuba ya rais aliyoongea juzi na aliyoongea bungeni, kuna vitu kama vile anavyoona vitu. Nataka niseme hotuba ya rais iko sahihi. Nchi ya Tanzania, ndugu zangu, niseme tu, haya yalitokea hata kwenye awamu ya 5 kama nakumbuka vizuri. Mataifa ya nje yalitia ngumu kutoa misaada kwa nchi hii, lakini tulisimama sisi wenyewe na miradi mikubwa ndio ilipoenda kutokea. Huu mradi wa SGR kwa fedha zetu sisi wenyewe wa mwendokasi, mradi wa bwawa la Mwalimu Nyerere kwa fedha zetu wenyewe. Rais amekuwa akisema mara nyingi sana, na miradi mingine mikubwa ya kimkakati. Na mama ambaye rais leo wa awamu ya 6 ndio alikuwa makamu wa rais kipindi cha Dr. John Pombe Magufuli, anajua mipango alikuwa anashauriana kufanya kwa pamoja na kushauriana ili mambo yaweze kwenda. Hatuwezi kutegemea kweli, hata mimi naungana mkono na mkoa wa Shinyanga, naungana mkono na rais. Nchi haiwezi kuendelea kwa kufuata misaada ya wahisani au mataifa ya nje. Amesema na ameeleza vizuri, kama mlimsikiza katika hotuba yake. Anasema leo nikupe unipe. Maana kama biashara tutafanya nao pamoja. Sisi tunalima, tuna tumbaku, tuna pamba, tutawauzia mazao yetu, watatupa fedha. Tuna madini, tutawauzia madini yetu, watatupa fedha. Kwa hiyo kama kutegemea, maana sisi tumewapa cha kwetu, wenyewe wametupa cha kwao, taifa linasonga mbele. Kwa hiyo sio kwamba fedha watatupa kwa sababu wenyewe pia wanatutegemea kulingana na vitu tulivyo navyo. Hii nchi ni tajiri sana. Watakuja watalii hapa kuangalia wanyama. Wako wanyama hapa huwezi kuona kwenye nchi nyingine, lazima wawafuate, tutapata fedha. Iko bandari yetu inapitisha mizigo hapo na tunaingiza kipato kikubwa sana. Wanategemea ili walete bidhaa zao watuuzie hapa, watapitia, watatulipa, tutapata fedha. Kwa hiyo maendeleo yatakuja automatic tu. Jambo lingine limeulizwa hapa, CCM tunajua tatizo leo tufikisha hapa. Mimi nasema hakuna tatizo leo tufikisha hapa kutokana na vurugu hii. Tatizo ni mataifa ya nje. Mwenyekiti wetu wa chama, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alieleza vizuri sana katika speech yake. Yako mataifa yanatuonea wivu, yanatafuta kufaidika na nchi yetu hii. Ndio yalikochochea, ndio tatizo huko. CCM tuseme kama tatizo ndio lijua ni hao mataifa nje kwa kutumia wananchi wetu wa Tanzania. Wengine ambao na nchi za nje, wengine wanaishi hapa, kwa kuwatumia kuwapa fedha ili waweze kuivuruga amani. Ndio tatizo liko hapo tu. Hakuna tatizo zaidi ya hapo. Ni wivu. Na tamaa ya kutaka taifa hili amani Tanzania tu iliyodumu kwa miaka na miaka iweze kuvurugika. Kwa sababu wanaona mbona inakuaje Tanzania ni amani, maisha yao yanakwenda vizuri, wanaona wivu, wanatamani nchi hii ya vurugu mechi ili waweze, wanasema wagawe watawale. Na kiukweli kwa mambo yanayopeleka hawawezi kutugawa na hawawezi kututawala. Kwa hiyo mambo yako shwari kabisa. Swala zima ameuliza la utekaji. Niseme hili tumelielezea mara nyingi sana. Na viongozi wakubwa wa kiserikali, hata Mheshimiwa Rais ameeleza sana. Hizi vuguvugu zilizotokea walianzia kwenye mambo ya utekaji hawa. Utekaji umefanywa na watu wasiokuwa na mapenzi mema na taifa letu, lakini pia wanaenda kuisakizia serikali. Mlimuona yuko kiongozi mmoja mkubwa sana wa Chadema ambaye alipokelewa pale Mwanza wakati tunafunga kampeni, ambaye alikuwa anahusika na swala zima la ulinzi huko Chadema. Alielezea mambo makubwa aliyofanya ya utekaji. Na akasema yako mambo mengine akitaka aojue na vyombo ataenda kuelezea kwamba ni jinsi gani walivyokuwa wanawateka watu na walivyokuwa wanawapoteza watu ili waisitumie mzigo serikali. Serikali ionekane ndio imefanya hivyo na wakati si kweli. Kwa hiyo swala hilo zima kama la utekaji lilisababishwa na hivyo vyama vingine huko na mataifa mengine kupata support. Kwa hiyo kimsingi kama ni swala la utekaji, watu tulishatoka huko kwa sababu tulisababishwa na watu chokochoko. Watu wanakufanyia chokochoko ili waweze kukufikia. Sasa chokochoko zilishindwa, wameenda kwenye maandamano na mimi na penyewe wameshindwa. Nchi hii itakwenda mbele kulingana na mambo makubwa yanayofanywa na rais wetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini pia niendelee kuwaomba viongozi wetu wa dini, tunawapenda sana. Na sisi wote ni waumini wa makanisa, misikiti, kwa imani tofauti tofauti. Ya Kaisari tumwachie Kaisari na ya Mungu tumpatie Mungu. Ya Kaisari tumpatie Kaisari na ya Mungu tumwachie Mungu. Tuache mama yetu achape kazi vizuri. Na mama amekuwa vizuri sana viongozi wa dini. Na viongozi wa dini 99% wanamuunga mkono. Wako wachache
kwa tamaa zao na matakwa yao kutumiwa na wao watu wa mataifa mengine, wanatamani amani ya nchi hii ivurugike kwa kutoa matamko yasiyokuwa na tija. Niendelee kuwaomba na kuwasihi, ya Kaisari tumwachie Kaisari na ya Mungu tumwapatie Mungu. Na waamini kupitia vitabu vyetu vya dini, kama alivyosema rais wetu na mwenyekiti wetu wa chama, alieleza vizuri sana, akasema mamlaka zote zilizopo duniani zimewekwa na Mwenyezi Mungu. Anayempinga Rais Samia ajue anampinga Mwenyezi Mungu. Asanteni kwa kusikiliza.